hivyo kwa wale ambao ni wageni, naitwa John Njoroge Wangai na Kristo ni Bwana. Siku ya leo nimepewa hilo jukumu la kuleta neno la siku ya leo, ili ya kwamba tukasikia kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo tuliweza kusomewa somo ambalo ningetaka pengine yale maneno. Kwa hivyo tutaingia katika Biblia zetu. Filipi wa Filipi 4 na soma kuanzia mstari wa 4. Nitasoma katika Bwana zote. Tena anasema furahini, upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Sisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka tuangalie hili neno huku tukiongozwa na neno ambalo ni la amani. Neno ambalo ningetaka pengine tuongoze siku ya leo ni neno la amani. Ili ya kwamba tukaweza kuangalia hili neno vizuri, ningetaka tuangalie kitabu cha Waamuzi, kitabu cha Judges, Waamuzi 6. Kwa hivyo kama uko na Biblia yako tutaingia pale. Judges, Waamuzi 6. Na kwa sababu ni kitabu ambacho ni kirefu sana, singetaka kuwachosha na kwa kusoma mistari yote, lakini ningetaka tuangazie mistari michache ambayo itaambatana na neno la siku ya leo. Mstari wa kwanza tutaposoma, kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Mstari wa pili, mkono wa Midiani ukawa na nguvu juu ya Israeli. Tena kwa sababu ya Midiani, wana wa Israeli walifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Turuke hadi mstari wa 4. Wakapanga majago juu yao na kuyaharibu hayo maeneo ya nchi hata ukafika Gaza, wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote, kondoo wala ng'ombe wala punda. Mstari wa 6. Amini tuko pamoja. Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Wamidiani. Nao wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Mstari wa 7. Kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipolilia Bwana kwa sababu ya Midiani. Taruka hadi mstari wa 13. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikawa
ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Midiani. 14. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi ninaye kutuma? 15. Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndiye niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Mstari wa 23. Tutaenda pamoja. Bwana akamwambia, amani iwe pamoja nawe, usiogope, utakufa. Kwa mwisho 24. Ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaita jina lake Yehova Shalom. Hata hivi leo iko huko katika Ofra ya Wabizeeri. Bwana Yesu asifiwe. Neno ambalo ningetaka pengine tuangazie kutokana na huu mstari ni neno ambalo Yehova Shalom. Yehova Shalom ambayo tumeipata katika huu mstari ambao tumesoma wa mwisho, nao ni mstari wa 24. Ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaita jina lake Yehova Shalom. Hata hivi leo iko huko Ofra ya Wabizeeri. Yehova Shalom, tunasikia ni neno ambalo siku hizi twalitumia hata pengine wakati mwingine bila kujua chanzo chake. Je, tunapolinena litokana na vipi? Tutokana na hii neno ambalo tumesoma siku ya leo, ambapo ni madhabahu ama altar ambayo ilijengwa na Gideoni baada ya pitia katika hali ya mazungumzo naye Mwenyezi Mungu. Tuona Waisraeli wakipitia katika hali ambayo ilikuwa ni ngumu baada yao kutenda dhambi, kufanya kinyume, akawafanya maovu kinyume na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Naye Mungu akawapatiana katika mikono ya ambao ni Wamidiani, ambao waliweza kuwatawala kwa muda wa miaka 7. Katika huu wakati ambao waliweza kuwatawala kwa muda wa miaka 7, tunawaona Waisraeli wakipitia katika hali ambayo ilikuwa ni ngumu sana, hali ambao walinyanyaswa, hali ambao hata tunapoangalia huu mstari wa 6 tunaona ya kwamba umaskini ukaingia katika ile nchi. Mstari wa 4 tunaona ya kwamba waliharibu kila kitu, wakatoa kila kitu, wakatoa ng'ombe, wakatoa punda, wakatoa kila kitu ambacho walikuwa nacho muda wa miaka 7. The 7 years ambayo waliweza kutawaliwa na Wamidiani. Nao kufika wakati ambapo tunapoangalia kwamba mkono wao ukawa ni juu ya Waisraeli, na ukawa mkono ambao ulikuwa ni mgumu sana. The hand of the Midianites was so strong on the Israelites. Hata ingawa walitenda dhambi, ikafika wakati ambapo waliweza kumtafuta Mungu na kumlilia.
Na yule ambaye anatumiwa na Mungu kwa wakati huu si mwingine ni Gideoni. Naye anapitia katika hali ngumu baada ya Waisraeli kumlilia Mungu. Mungu naye anamchagua Gideoni kama ambaye ataweza kuwaokoa kutokana na mkono mgumu wa hawa ambao walikuwa wananyanyasa. Mungu akamuita na akamwambia, wewe ndiye ambaye utaweza kuwaokoa wana wa Israeli. Lakini kwanza nauliza ama wanajiuliza maswali magumu na kujiuliza, je, wewe ndiye Mungu ambao sisi huwa tunahadithiwa na baba zetu ya kwamba wewe ni Mungu mwenye nguvu, na kupitia kwako mababu zetu waliweza kutolewa Misri hadi katika hii nchi ya agano? Na kwa nini, je, kama uwepo wako uko pamoja na sisi, kwa nini sisi tumepitia katika hii hali ngumu? Yakawa ni maswali ambao ni magumu ambao wana wa Israeli walizidi kujiuliza. Mstari wa 14 unasema ya kwamba you shall save Israel, wewe ndiye ambaye utawaokoa wa Israeli. Lakini Gideoni naye anaangalia na kusema, je, mimi nitawezaje, kwa sababu familia yangu ndio maskini sana na mimi ndiye mdogo sana katika hiyo familia. Je, nitawezaje kuwaokoa? Yeye akatazama nguvu zake, akatazama uwezo wake na kuona ya kwamba yeye hangeweza hata kidogo kuwaokoa wana wa Israeli. Nguvu zake alivyoangalia, pengine hakuwa anatazamia nguvu zake Mwenyezi Mungu, alikuwa anaangalia nguvu zake za kimwili, uwezo wake, pengine maarifa yake, akaona ya kwamba kufikia pale hawezi. Akilinganisha na wale ambao walikuwa wanawatawala, akaona kwa kweli hawezi. Lakini mwisho kabisa tunaona ya kwamba Mungu mwenyewe katika mstari wa 23 ndiye mwanzilishi wa hili neno. Na tunalisoma aje? Bwana akamwambia, amani iwe pamoja nawe, amani iwe pamoja nawe, usiogope, hutakufa. Kwa hivyo hili neno ambalo Gideoni anakuja hapa baadaye mstari wa 4 na kutumia, ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu, akaita jina lake Jehova Shalom, ambaye inamaanisha God our peace, the Lord our peace. Kwa wale ambao hawajui maana ya Jehova Shalom, inamaanisha Jehova our peace. Na hili ni neno ambalo Mwenyezi Mungu ndiye ameanzisha pale kwa kumwambia Gideoni, amani na iwe nawe. Ndugu zetu na dada zetu, siku ya leo Mungu anazidi kukumbusha kwamba katika hali ambayo tunapitia, he is our peace. Bwana Yesu asifiwe. God is our peace. Ili ya kwamba tunapoangalia katika yale madhabahu ama mnara ambao uliwekwa pale na kuita Jehova Shalom, tunaangazia neno ambalo lilianzishwa na Mungu mwenyewe, ya kwamba yeye ndiye nini? Ndiye amani yetu. Kwa nini tuangazie hili neno amani ambalo liko hapa? Kwa sababu amani ambayo tuitafuta na amani ambayo tuiangalia haitokani na uwezo wetu, na hii amani haitokani na hali ambayo hakuna vita, haitokani na hali ambapo hakuna vuguvugu, hakuna mafarakano kati ya watu, lakini ni amani itokayo na uwepo wa Mwenyezi Mungu ama uwepo wa Yesu ndani yetu. It is a peace that does not come from the absence of conflict, but the peace that comes by the presence of God in our lives. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo ni amani tofauti. Hiyo ni amani tofauti ambayo tuizungumzia siku ya leo. Si amani ambayo hatutawaona wa Midiani. Si amani ambayo wa Midiani pengine tutakuwa na chakula cha kutosha. Sio hiyo, ila ni amani ambayo hutokana na uwepo wa Mwenyezi Mungu ama Yesu ndani ya maisha yetu. Tuangazia amani ambayo siku ya leo
itatuongoza katika maisha yetu. Tuangazia kwamba kuna amani aina tofauti tofauti, na tunapoishi na majirani yetu twaishi kwa amani. Hiyo ni aina moja. Tunapoishi mimi na mimi mwenyewe, sijui kama naeleweka, it is called peace with oneself. Amani na mimi mwenyewe ni amani tofauti kati ya mimi na ndugu zetu ama dada yetu ambaye ako pale. Pia kuna amani ambayo huletwa na Mungu mwenyewe, the peace of God. Na pia kuna what we call peace with God, amani na Mungu na amani ya Mungu ni vitu mbili tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Naamini ya kwamba nimesema vitu ambazo pengine zaweza kukanganya baadhi yetu. Peace of God and peace with God. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na amani na Mungu ni kujua ya kwamba tumesamehewa dhambi. Nataka ya kwamba tukaweza kuelewa hapo. Kuwa na amani, we are calling it peace with God, ni kujua ya kwamba Mungu hatuhesabii dhambi yoyote. Hakuna neno ambalo ama deni ambalo Mungu anaweza kutuhesabiwa. Tumesamehewa dhambi, na kwa hivyo tunapoangalia pale tuko na amani. Kwa sababu gani? Dhambi zetu zimeondolewa, tumetakasika, uhusiano wetu na Mungu umeweza kurudishwa, and therefore we have peace with God. Asiye na amani na Mungu ni mtu ambaye hukaa na mara kwa mara kama anakimbia. Juu kama unaweza kuwa pengine wakati mmoja ulikuwa na deni la mtu, na akaya kwamba wakati huu anakupigia simu, mimi nishaikuwa na deni kama hiyo, na sio deni langu, ni deni la shule. Na kila wakati pengine mwenzangu hapa anaweza kuniunga mkono, ni mara ni simu, na mara unaulizwa, mwalimu, hii pesa umesema utalipa lini? Umeandika tukuje tuchukue, na maswali kama yale. Na mara lazima nimwambie, wewe goja kidogo, lakini kwa sababu niko na deni siwezi kuwa na nguvu ya kuzungumza na kumwambia hiyo tuache, kwa sababu nimekubali ya kwamba niko na nini? Niko na deni. Hivyo ndivyo huwa tunafanyika kama tuko na deni naye Mwenyezi Mungu, kila mara tunakimbia. Lakini kwa wale ambao hawana deni, wako na amani na Mungu. Hakuna uadui na nani? Na Mungu. Pengine tutazamia mstari mmoja ambao utatuongoza pale tujue ni namna gani. Fungue kitabu cha Isaya ama Isaia. Tuzungumzie pale kitabu cha Isaia 59. Ukifungua mbele yangu anaweza kusoma. Utasoma mstari wa kwanza na wa pili. Tazama, mkono wa Bwana haujapunguka hata hauwezi kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Amini, tumefika pale. Lakini maovu yenu yamewafarakisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Sijui kama tumeelewa huo mstari. But your iniquities, your sin, soma kwa Kiingereza, have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Ya kwamba dhambi zetu zimeuficha uso wake
Mungu wetu wake msione, hata hataki kusikia. Twaomba na Mungu hataki kusikia maombi yetu. Kwa sababu gani? Tuko na dhambi. Yeye mwenyewe ameuficha uso wake, hatuwezi kukuona. Kwa sababu ya nini? Dhambi zetu. Huo ni uhusiano ambao ni mbaya. We don't have peace with God. Mungu amekuwa separated, ama tumetengana na Mungu, ili kwamba hawezi kusikia maombi yetu, na sisi hatuwezi kuona wema wake, hatuwezi kuona utukufu wake, hatuwezi kuona nguvu zake. Kwa sababu gani? Kuna dhambi ambayo imetutenganisha. There is a veil. Kuna kama kitambaa ambacho kimefunika macho yetu, hatuwezi kuona nguvu zake, hatuwezi kuona utukufu wake, hatuwezi kuona uwezo wake. Ni kwa sababu kwa hiyo tunasema kwamba kuna uadui kati yetu na Mungu. Na huo uadui huletwa tunapopata peace ama amani na Mungu. Tunashukuru Mungu kwa sababu alituma mwanae Yesu Kristo akafa msalabani, ili ya kwamba hiyo dhambi, huo uhusiano ukaweza kuregeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Wengi hawana hii amani, na ndiposa wanakaa kwamba ni kama kukimbia kila wakati, wako na deni ambalo halijalipwa. Bwana Yesu asifiwe. Peace of God ama amani ya Mungu ni tofauti na amani na Mungu. Sababu amani ya Mungu ni amani ambayo huletwa kwa kujua ya kwamba ni amani ambayo huletwa na ikaingia ndani yetu, tukakaa watu ambao hata ingawa wale mambo ambao yametuzunguka hayafai, hatuna cha kutosha, pengine chakula hatuna cha kutosha, hatuishi pengine, tunaishi pengine na watu ambao hatupendi, tunaishi maisha ambayo ni magumu. Kila siku tuamkia ama tuwaraukia mambo magumu, news ambayo tunasikiza ni mbaya, mambo ambayo tunasikia kwa familia yetu na mambo ambayo hayafai kusikizwa. Pale kazini pamekuwa ni pagumu pengine kwa sisi wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo ni mambo ambayo tuwapitia kila siku. Unapotazama wengine wameanza kulima, huna pesa za kuweka trakta, huna pesa za kuweka mbegu, huna pesa ya kulipia ile kazi. Ni mambo ambayo yanatusukuma kila wakati. Lakini ambaye ako na amani ya Mungu huishi kana kwamba hayo yote hayako. Unapomtazama maisha ya mtu ambaye anapotazama, anapoangalia hayo yote, anaenda samu. Neno ambalo linatokana na kwake ni neno la kutiana nguvu. It is a word of encouragement. Mnapokutana na yeye hata huwezi jua kwamba ako na shida. Mnapokutana na yeye huwezi jua kwamba anapitia mambo magumu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ambaye anamjali amemvalisha amani kutoka ndani, yuaishi kwa amani hata ingawa anapitia hayo yote kwa familia, kwa bwana yake, kwa mke wake, kwa watoto na shida hizi zote, anaishi kwa amani. Sio kwamba mambo ni mazuri, hapana, ni kwa sababu ya amani ambayo imewekwa ndani yake na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama umeshaikutana na mtu kama huyo. Unazungumza na dada, unamzungumza na ndugu, na neno ambalo anakuweka ni neno la kukutia nguvu. Twende safari, haya yote utapitia. Najua hali ni ngumu, lakini Yesu anaweza, Mungu anaweza, anakutia nguvu, mwende safari. Na huku akijua nyumbani hata kidheri hakuna. Lakini amejawa na nini? Amejawa na amani. Ni mwenye furaha, halalamiki, anunguniki. Hayo mambo yote ni kama hayako. Kwa sababu nini? Mungu mwenyewe amemjaza Roho wake, the Holy Spirit
is so much upon him and or her that all they see is the greatness of God. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo amani ambayo tunajua. Ni kwamba ingawa utapitia mambo magumu, ingawa kwako mara ya mwisho kunuka kitunguu ilikuwa pengine hukumbuki ni lini, pengine kidheri huchemsha pale na kuweka chumvi kidogo pale hivi na kuanza unaikula kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Mara ya mwisho kupitia pengine kwa butchery na kuikiza pengine kakuota pale ilikuwa ni kitambo sana, lakini hiyo yote haijakutoa kwa wema wake Mwenyezi Mungu, sababu alikujaza nini? Amani. Hilo ndio ombi langu, ya kwamba Mungu kupitia kwa Roho Mtakatifu tulipookoka alitujaza Roho Mtakatifu, na kupitia kwake tukaa watu ambao tumekuwa tofauti. Tofauti na yule mtu ambaye hana amani na Mungu. Hana amani itokano naye Mwenyezi Mungu. Huyo ni mtu, ni dada, ni ndugu, kila wakati ni kulalamika. Haoni mazuri, ile kidogo ambayo ako nayo haoni. Ile kidogo ambayo Mwenyezi Mungu amemfanyia afanye nini? Haoni. Kila wakati ni kulalamika. Kila wakati anaona milima, kila wakati anaona mabonde, kila wakati anaona maadui, kila wakati anaona kushindwa. Hawezi kuwa na amani. Hawezi kuwa na nini? Na amani. Huyo dada, huyo ndugu, mkikutana na yeye kila wakati ni neno la kudiscourage. Hii hatuwezi, hii brother, haiwezekani, hii mambo ni ngumu. Nakwambia ile mambo nilipitia last year ni kama hiyo tu unaniambia. Ile mambo nilipitia ni kama gani? Ni kama hii na hii, sioni ukitoboa. Ukiona mzee ameanza kubehave hivyo, ukiona mke ameanza kubehave hivyo, chunga sana. Chunga sana, hii mambo si mzuri. Hii mambo si mzuri. Discourage. Spirit of what? Discouragement. Every time. Kwa sababu yeye mwenyewe hana nini? Hana amani. Nasema ya kwamba hatuwezi tukapatiana kile ambacho hatuna. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja akawa ya kwamba ako na kikombe, amejaza maji, naye mwingine akaja, huyu amekishika pale, akamgonga huku na yale maji yakamwagika. Na akauliza, je, ni kwa nini maji yamemwagika? Sijui ungemjibu namna gani. Naye huyu akasema maji yamemwagika kwa sababu huyu jamaa amekuja na amenigonga nini? Mkono. Akamwambia hapana. Hilo sio jibu kamili. Jibu ambalo kamili ni hivi: maji yamemwagika kwa sababu ni maji yalikuwa ndani ya nini? Ya kikombe. Ningekuwa na uji, ni nini ingemwagika? Ni uji. Ningekuwa na lingine, ni nini ingemwagika? Ni hicho kingine. Kwa hivyo tukinapotoka ndani yetu ndicho huwa nafanya nini? Kinatoka. Ni ombi yangu ya kwamba Mungu kaweza kutusaidia ili ya kwamba kila wakati tunapotembea, kila wakati tunapotembea, ya kwamba hilo ndio neno ambalo litatoka nini? Kwa kinywa chetu. Hiyo ndio neno ambalo tutaenda tukisambaza, na kama moto ambao huwaka, hili neno likaweza kuzunguka na tukawa watu wa kutiana nguvu. Waamuzi 6 nasema 15. Mimi nitawezaje? Sababu familia yetu ndi maskini, na familia yetu ndiyo, na mimi kati ya hiyo familia maskini, mimi ndiye mdogo sana katika hao watu.
katika hawa watu. Ningetaka kuzungumzia wewe ambaye uko discouraged, wewe ambaye umeishwa na nguvu, ya kwamba Mungu hatatumia nguvu yako, Mungu hatatumia uwezo wako, ila atatumia nini? Nguvu zake mwenyewe. Na hiyo ya kwamba hilo ni neno ambalo litatuongoza. Neno ambalo litatuongoza. Na likiwa ndani yetu tutakuwa na amani. Likiwa ndani yetu tutakuwa na amani. Fear not, peace be unto you. Fear not, or you shall not die. Bwana Yesu asifiwe. Isaya alipokuwa anazungumzia kuhusu kujia kwa Yesu Kristo, tatu some pale. Isaiah 9 verse 6 and 7. Nasema tasoma kwa Kiingereza. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. 7. Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. In Kiswahili, maongeo ya enzi na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake kudhibitisha na kutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hivyo. Hukumu na jeuri na ukali. Tuangalia hapa na tunaona mstari wa 6 unasema kwamba mstari wa 6 unasema mwisho kabisa kuna majina ambayo huyu mwana ambaye amezaliwa ambaye ni Yesu Kristo anaitwa. Kwanza ni Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, Mfalme wa amani. Hiyo ndio neno ambalo tunataka kuangazia. Tunapaswa kutazama Yesu Kristo kama mfalme wa amani. Tunaona hivi mstari wa 7, maongeo na enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Kwa hivyo amani ambayo Yesu Kristo huleta na ufalme wa amani utakuwa ni ufalme wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Anapokuja maishani mwetu na alipoingia katika duniani na kuleta ufalme wake, ni ufalme ambao uliingia katika kiti ya enzi ya Daudi, na ikawa kwamba amani ambayo alileta ni amani itakuwa katika ufalme wake milele hadi milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo tumemzungumzia Yesu Kristo ambaye huleta amani, na anapoleta amani huingia ndani yetu, akaleta amani kati yetu na Mungu, na Mungu naye akaingiza hiyo amani ndani yetu, nayo hiyo amani
ikawa ya kwamba siyo ya saa hizi, bali ni ya milele na milele. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu ambacho kilisoma cha Wafilipi 4, tuwaona ya kwamba lengo ambalo tungetaka tuangalie pale katika huyo mistari ni maombi. Niwie radhi, pengine leo nimesonga kwa muda mrefu, lazima nimepitisha dakika 40. Nimezoea lesson ya dakika 40, kwa hivyo hata kama sijaangalia najua ya kwamba zimeisha. Wafilipi 4 kuanzia 4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Ya 6 inasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane kwa Mungu. Na amani ya Mungu ipatayo akili yote itawahifadhi mioyo yenu na nia yenu katika Kristo Yesu. Kila jambo tuwazidi kurudishwa katika Yesu Kristo, ambaye ndiye amani, ama ndiye mfalme wa Mungu. Tunapokosa amani, tukumbushwa msijisumbue kwa neno lolote. Kwa Kiswahili wale ambao pengine kwa Kikuyu ambao wanaelewa, mutikala dhinike ngoro. Kwa kila neno, kwa kufanya nini? Kwa kusali na kwa kuomba. Kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Turudi kwa maombi, dada na ndugu, ili ya kwamba hiyo amani ikawa ndani. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote, hiyo ndiyo tumezungumzia. Amani ambayo hatuwezi kuelewa. Amani ambayo ukiulizwa kwa nini huyu ndugu huwa na hiyo amani, kwa nini huyu dada anakuwa mtulivu hivyo, hauwezi kueleza. Hata yeye mwenyewe hawezi kueleza, kwa sababu haijatokana na ndani yake, na sio kwa nguvu zake, sio bidii ameweka, ila ni kwa sababu ya wema wake Mwenyezi Mungu. Akaona ya kwamba wacha niweke ndani ya huyu dada amani ambayo kutokana na yeye itapitia wengi, kutokana na yeye wengi watajifunza. Hiyo ndio nasema kwamba amani ipitayo akili yote, peace that surpasseth all understanding. Mkuwe na hiyo amani. Hii wiki Mungu aongoze kwa hiyo amani, awatie nguvu, nanyi muweze kutia wengine nguvu. Mkaomba ili ya kwamba neno ambalo linatoka ndani yetu lisiwe la kutia wengine, la kushusha wengine, bila kuwatia nini? Kuwatia nguvu. Naye Mungu aanze na sisi, akutie nini? Amani. Unapotoka pale, utoke mtu wa amani. Unapozungumza na watoto wako, unapozungumza na jirani, unapozungumza na mtu mwingine yote pale kazini ama kwa shamba, uwe mtu wa amani, sababu Mungu ameweka amani ndani yako. Tushukuru na kuomba. Baba, katika jina la Yesu tuanje mbele yako, tukushukuru na kuinua jina lako. Asante kwa sababu ya wema wako. Tunakushukuru kwa sababu ya amani ambayo umeweka ndani yetu, na amani ambayo siku ya leo unatuhimiza ili ya kwamba ikaweza kufikia wengine. Amani ambayo itatuweka ili ya kwamba hata ingawa tutapitia mengi magumu, ili ya kwamba hata tutapitia mambo ambayo hayafai, ili ya kwamba wengine watatuangalia na kutuonea huruma, hiyo amani itaweza kutufikisha hadi siku ambayo tutaweza kurudi, na hiyo amani ambayo ni ya milele tutaweza kuipata. Tunaomba ya kwamba kila mmoja tunapoondoka hapa akawa mtu wa amani. Tunaomba ya kwamba kila mmoja anapoondoka asiangalie milima, asiangalie mabonde, bali akaangalia nguvu zako, akaangalia amani itokana naye, ili kwamba naye akawa chemichemi amani, katika jina la Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Sote tuseme amen.